Tumsifu Yesu Kristo, mtazamaji wa Mwangaza Digital, lakini pia msikilizaji wa Radio Mwangaza FM. Jumamosi ya leo tunakutana tena hapa kwa ajili ya kuweza kujadili kuhusiana na masuala yanayohusu ndoa na familia. Kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 2 mpaka saa 3 kamili asubuhi, basi unapata nafasi hiyo ya kuweza kujifunza mambo mengi sana kuhusiana na ndoa, hasa katika kipindi cha ndoa na mahusiano. Mwenyeji wako kila siku ya Jumamosi basi ni mimi Pasco Ikuo, lakini tumekuwa pia pamoja na wakufunzi mbalimbali. Jumamosi iliyopita ulipata nafasi ya kumsikia dada Agnes katika kipindi cha ndoa na mahusiano, pia bila shaka ulijifunza mengi sana. Kwa hiyo kwa muendelezo pia kwa siku ya leo Jumamosi tuko naye tena dada Agnes hapa tukiwa parokia ya Nzuguni kwa ajili ya basi kufahamu mambo mengi sana kuhusiana na mada mbalimbali ambazo zinahusu kipindi cha ndoa na mahusiano. Dada Agnes, Jubilei 2025. Kaka Pasco, nimefurahi kwanza umenikumbusha ulipokuwa unaongea ukasema kwamba tuko na dada Agnes katika parokia ya Nzuguni. Mimi ni mgeni hapa. Hapa niweke sawa kwanza kidogo. Mimi ni mgeni natokea jimbo la Dar es Salaam. Niko hapa kwa ajili ya ndoa ya semina za ndoa na familia iliyoandaliwa na parokia ya Nzuguni, na niko katika siku chache baadaye nitarejea 2025 mahujaji wa matumaini. Basi niseme tu basi ninamshukuru Mungu aliyetupa nafasi ili tuweze kuendelea kujadili mambo ya msingi yanayohusu safari yetu ya wokovu, lakini si tu safari ya wokovu, lakini kuonyesha njia na mwanga pia kwa waliopoteza matumaini katika safari hii ya mahujaji wa matumaini. Asante. Sawa, basi ameweza kuweka wazi, lakini katika vipindi mbalimbali vya ndoa na mahusiano basi amekuwa akijitambulisha kama ni anatoka Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, na bila shaka basi tunaendelea kupata mafundisho kutoka kwake. Na kwa siku ya leo tunakwenda kutazama sakramenti takatifu ya ndoa, hasa ndoa kama chanzo cha miito, lakini pia na ile masuala ya mahujaji katika ama mahujaji wa matumaini. Wanandoa wanakuaje, chanzo cha miito mbalimbali ndani ya kanisa, lakini pia safari hii ya uhujaji katika matumaini inakuaje. Tutakuja kufahamu kwa kina zaidi kutoka kwake dada Agnes ambaye tuko naye hapa ndani ya parokia ya Nzuguni, parokia ya watakatifu wote Nzuguni. Ndivyo ambavyo basi tunakukaribisha pia nawe msikilizaji, mtazamaji wa Mwangaza Digital, kadhalika twende pamoja mpaka pale tamati. Tunaitazama sakramenti takatifu ya ndoa kama chanzo cha miito, lakini pia tunaunganisha na hii jubilei ya 2025. Pengine kama chanzo cha miito, wanandoa wanahusikaje hapo kuwa wao ndio chanzo cha miito, lakini pia kwa hii jubilei 2025 wanandoa wanahusika vipi hapo katika kuleta matumaini? Kaka Pasco, na tunaweza kuambia wasikilizaji na watazamaji wetu kwamba kila unayemuona anatokana na familia, na awe mbaya awe mwema awe vyovyote vile anatokana na familia. Kwa katika familia tunapata watu wa kila namna, tunapata watu wema, tunapata watu wabaya, ni katika familia. Tukimwona mtu anatembea tunauliza kwa habari ya asili yake, familia yake. Kwa hiyo kama atakuwa ameenenda vyema katika malezi, amelelewa vizuri, tunategemea atakuwa mtu wa kutia matumaini. Tunapozungumza jubilei 2025, ni kama mara nyingi ukiangalia watu wengi ni kama wanaona hii ni kama kanisa limetangaza na nini, lakini ukweli ni kwamba mimi nikirudi katika tafakari ya kina naona kabisa kwa nini kanisa litangaze na kwa nini tunahamasishwa. Ni sawa, ni kipindi cha kufunguliwa mlango wa rehema. Kwa nini mahujaji wa matumaini? Mahujaji wa matumaini kwa sababu familia hazina matumaini, njiani hakuna matumaini, ofisini sehemu nyingi hazina matumaini, kanisani hakuna matumaini. Kwa hiyo tunaposema familia wawe ni chanzo cha kupeleka matumaini, tunajua kabisa katika wao kuna kila mtu, katika wao kuna namna nyingi wanaweza wakasimama na wakaweza wakayaleta tena matumaini. Kwa hiyo tunapozungumza familia katika katekisimu ya Kanisa Katoliki, ukisoma katika katekisimu ya Kanisa Katoliki 1656 ametaja ndoa ambayo imelelewa vizuri ndani ya familia imetajwa kama kanisa.
familia kama kanisa. Ameita ecclesia domestica. Sasa na hii imenukuliwa kutoka katika mtaguso wa pili wa Vatikano kuonyesha kwamba kanisa hili kubwa linaloonekana lazima lianzie nyumbani. Matumaini haya tunayotangaziana kanisani lazima yaonekane kwa Baba. Lazima yaambukizwe kutoka chini kwenda juu. Haitoshi tu kwenda kanisani na kuambiwa jubilei 2025 mahujaji wa matumaini, haitutoshi. Tunatakiwa turudi tuyatafute haya matumaini katika chanzo cha tumaini. Mungu alipomuumba mwanadamu, aliumbwa Adam kwanza, na baadaye Mungu katika kumwangalia akaona hawezi kuwa peke yake. Katika Mwanzo 2:18 anasema si vyema hawe peke yake, nitamfanyia msaidizi. Na katika ule usaidizi, katika ule kuondoa upweke, kwa sababu ukisoma katika Mwanzo 2:18 anasema si vyema hawe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Sasa ukiangalia hapa unapata haraka malengo kama 4 hivi ya ndoa. Unapata lengo la kwanza, unapata ni kuondoa upweke. Anasema si vyema awe peke yake, lakini anasema ni atakuwa msaidizi. Na tunavyoendelea kuangalia kabisa katika undani wake, tunaanza kuyatafakari haya yanayotokana na andiko hili kwamba je, mimi kama mwanandoa ili niweze kuleta matumaini ni lazima nirudi kwenye lengo msingi la wanandoa, la Mungu kumuumba huyu mtu, lakini zaidi sana kusema wawe wawili, ni kwamba anataka nini. Kwa kama familia itaondoa ile hali ya upweke, itakaribisha matumaini. Kwa sababu unaangalia watu wengi wanaoishi katika maisha ya ndoa na familia, wengi, yani kila mtu ni kama yuko peke yake. People have no hope, hawana matumaini. Yani sina kimbilio, nikitoka kazini sina mahali naweza kwenda nikasema sasa niende nikaeleze machungu yangu. Ninapokosa hile, ninashindwa kupeleka matumaini katika sehemu ambazo ninafanya kazi. Sababu gani? Naondoka na stress yangu, naondoka na changamoto zangu, naenda sehemu za kazi. Katika sehemu za kazi watu wangetegemea bosi awe mwema, anakuwa ni mtu wa hasira. Kwa nini? Kwa sababu ana upweke, hana mtu ambaye alishirikishana yale ambayo anayopitia. Kwa hiyo tunaposema hawa lazima wawe the icon ya mahujaji wa matumaini, wawe mfano na kielelezo. Hawa wanafamilia, hawa wanandoa kwanza, kwa kuanzia kabisa ni lazima waangalie Mungu alitaka nini juu ya ndoa. Kama alitaka kuondoa upweke, mimi kama mama niondoe upweke kwa mwenzangu, niende mbali zaidi niondoe upweke kwa watoto wangu. Unakuta kuna watoto wakai katika nyumba, wanaenda katika sehemu huku na huko, wanaenda kutafuta vibanda na nini, kuangalia television, wanajijaza kwa sababu hakuna namna ambavyo wamejalizwa katika ile hali ya upweke. Lakini zaidi sana tunaangalia anasema nitamfanyia msaidizi. Sasa msaidizi, mtu anaposhindwa kupata hali ya masaidiano, hawezi kuwa ni mtu wa furaha. Hata tukikutana naye katika sehemu yoyote, hawezi kutupa matumaini. Na tunataka huyu mtu tunapomuona, kwa sababu pengine yeye ni kiongozi katika sehemu fulani, tungetegemea hata kama wengine wote watakata tamaa, tuwe na mtu ambaye atasema twendeni, tunaweza. Tunasema hatumpati huyu mtu. Ndio maana tunarudi sasa katika familia, tunaiangalia familia kama msingi wa matumaini, kwamba mtu akitoka nje, akienda barabarani, watu waone ana smile, ana tabasamu. Sasa unakuta mtu yuko hata kwenye dalala kama kameza ndimu, ole wako ukamkanyage, ole wako ukamguse. Kwa nini? Yani stress, yani ni shida. Kwa hiyo ndio maana tunasema turudi kidogo, tutafakari leo wanahusikaje kuleta matumaini hawa wanafamilia, na tukianzia kabisa hawa wanandoa. Lakini tunaona katika hii hali ya masaidiano inamuondolea mtu hali ya kuchoka. Mtu anapoondolewa hali ya kuchoka, anaona tena anaweza kusonga mbele. Nasema hivi kwa sababu tunao watu wanakaa katika ndoa na familia, na yani mtu mmoja anakuwa kama parasite. Yani labda anafikiri mimi ni wakupewa. Hasa sisi kina mama,
mimi hajanipa hichi, hajaninunulia nguo ya sikukuu. Yani hui kama msaidizi, lakini hata vile vilivyopo kuvitunza vikae katika hali ya amani, katika hali ya masaidiano. Baba ameleta, basi tunza vile vilivyopo, ili basi hata huyu haishi kwa furaha, aonyeshe ukunjufu, aonyeshe hayo matumaini kwamba hata nikipeleka hichi kitu nyumbani awe na furaha. Kuna watu hawaleti hata vitu nyumbani tena. Kwa nini? Ameleta leo limevunjika, mama kazi yake ni remote asubuhi mpaka jioni, anabadilisha channel hii, filamu hii, ana michezo ya kila namna, angalia, hasimamii vitu vya pale nyumbani, anasababisha kutokuwepo na furaha, anapoteza matumaini si tu kwa mwenza wake wa ndoa, hata kwa watoto. Kwa mfano unakuta alba binti zetu anatembea, anapata changamoto njiani, angetegemea akimbie nyumbani mama amsikilize, amuelezee alichokutana nacho bodaboda, alichoambiwa na yule bodaboda. Sasa sina maana kwamba bodaboda ni kazi mbaya, bodaboda wote ndivyo walivyo, lakini ningeweza kusema yoyote, lakini nimeamua tu kusema kwa ningeweza kusema conductor, ningeweza kusema yoyote yule angeweza akamletea changamoto binti yangu. Anapopata ile changamoto, anatakiwa sasa haje akimbilie kwenye matumaini. Matumaini yake ni wapi? Mimi kama mama nionjeshe kwamba hata kama amekatishwa tamaa na changamoto alizokutana nazo, hata watoto wanapokuwa shuleni, mwalimu wenu anaweza akamuita jina lolote, mahali atakuja kupata tumaini ni wapi? Nyumbani. Kuna walimu wanaita majina mabaya. Mimi nilikuwa naongea na mtoto wangu, akaniambia kitu fulani. Akaniambia, bwana mama darasani tuna cluster 3. Nikamwambia cluster 3 zikoje? Lazima kuna wanaokaa mbele, wale tunaoita the conky. Akaniambia kuna wanaokaa katikati, wale tunaita zinaingia zinatoka. Akaniambia kuna the backbenchers, wale wa nyuma. Nikamwambia wale wa nyuma, sema wale wa nyuma shake well before use. Sasa huyu mtoto ambaye shuleni mwalimu ameshamwambia toka hapa, shake well before use, anatakiwa aje nyumbani apate matumaini. Mimi kama mama, mimi kama mzazi, katika maisha ya familia tusimuumize tena. Ndio maana tunasema hata kama mtu atapoteza hali ya furaha njiani, basi walau nyumbani apate, kwa sababu kila anayeondoka nyumbani anaenda sehemu, anaanzia nyumbani. Umeanzaje safari yako na unaporudi unapokelewaje? Hiyo sasa tunasema ama unaweza ukasababisha matumaini kwa wengine au ukasababisha huzuni na kukata tamaa. Kwa hiyo kabla hujaendelea dada Agnes, umezungumzia swala la wanandoa kusababisha matumaini. Ni matumaini kwa maana yake ni kwamba ni kwa ujumla, sasa si kwa wao tu kati yao, kwamba kwa familia, kwa maana ya mume kusababisha matumaini kwa mke ama mke kwa mume, kadhalika na watoto wao. Kumbe matumaini pia kwa jamii nzima ama jumuiya nzima ambayo inawazunguka. Iko hivyo? Iko hivyo kwa sababu kaka Pasco, mwanadamu naye muona, yani anayetembea au umemkuta mahali anakula chipsi, anakunywa soda, mwanadamu utakayekutana naye ni zao la familia. Jinsi anavyokula, hata mke wako jinsi alivyo ni zao la familia ulioenda kuoa. Familia ikifanyiwa uwekezaji mzuri, hatuwezi kupata hata watoto wa mtaani. Ukiona watoto wanatoka, wanakimbia, wanaenda, unakuta mahali watoto viko vingi asubuhi mpaka jioni. Mbona nilipita nikawakuta hapa? Hapo kwenye hilo genge ndo kuna matumaini. Ni matumaini hatarishi, kwa sababu wanatafuta hali ya kujazwa. Kwa hiyo hapa nyumbani tukianza vizuri, inaenda kwenye jamii, inaenda kwenye kanisa. Hata kama mtu amechoka namna gani, nyumbani pakawe sehemu ya matumaini. Tuondoke na yale matumaini, tukawaonjeshe wengine. Baba ataenda sehemu ya kazi, wataonja matumaini. Mama ataenda sokoni, wataonja matumaini. Ataenda kuuza genge. Unajua kuna vibanda vingine ukienda hata kununua urudi tena. Mtoto wa kakaangu siku moja tukamuuliza, wewe mbona tukikutuma unazunguka? Unaenda kule mbali, kwa nini? Akasema, yule kule ana smile. Yaani kule anatabasamu. Kwa hiyo nikimpa hela yangu kidogo walau anatabasamu. Umeona? Sasa wao wanandoa ambao sisi katika kanisa tunasema maisha ya ndoa ni sacrament, ni sacrifice, ni kujimimina, ni kujisadaka. Hawa wanandoa ni lazima kwanza wawe wamechaguana vizuri ili kutimiza ndoto ya Mungu. Ukirudi nyuma katika Uumbaji, Mwanzo 1:26, anasema anatufanye mtu kwa sura na mfano wetu akatawale.
akawe manager wa kila alichokifanya Mungu. Lakini utashuhudia sasa hivi kaka Pasco, tuna watu wengi ambao hawatawali katika maisha ya ndoa. Hawatawali hata watoto wao. Yani nilienda kwenye jumuiya moja kuongoza semina asubuhi, nikamuuliza mama, nikamwambia vipi, hamna watu huko ndani? Anasema wapo, kijana wangu na binti yangu wako ndani. Nikamuuliza kwani hawaji kusali? Akasema hawataki. Nikamwambia hawataki kwa sababu gani? Anasema hawataki tu, vijana wa siku hivi unajua na nini. Yani Mungu amemuumba atawale wale watoto, atawale mazingira, atawale kila kilicho chini yake, lakini tuna wazazi wanaogopa watoto. Nienda kwa ndugu yangu mmoja ananiambia, naomba nisaidie kuongea na binti yangu. Niongea naye pole pole asikimbie. Sasa unaona hao wanandoa wakishindwa kuandaliwa vizuri, wakajua majukumu yao, wakajua kutawala mazingira na wakajua maisha yao ni sadaka. Kwa sababu kimsingi hata ndoa watu wengi hawajui, anayefunga ndoa ni wanandoa wenyewe, sio padre. Kwa kadiri ya katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1623, 1630, utaona maisha ya ndoa ni maisha ya sacrament, lakini ni maisha ambayo wanapeana wanandoa wenyewe. Wanandoa ndio wanaopeana ile sakramenti ya ndoa. Sisi wengine ni mashahidi tu na tunafanya kwa moyo, kwa sababu baada ya pale kuna ubwabwa ukumbini, unapata CV ya kuingia ukumbini. Kwa hiyo tukiweza kuiweka hii taasisi ya familia vizuri. Ukisoma katika katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1666 anasema nyumbani ndiko mahali ambapo mtoto atapata tamko la kwanza la imani. Kama huyu mtoto atapata tamko la kwanza la imani, ataenda mbele, atalisambaza. Ukienda katika mtaguso wa pili wa Vatikano namba 962, anazungumza juu ya 61-62 hati ya utume wa lei. Anazungumza kwa habari ya jinsi ambavyo vijana wakilelewa vizuri, anasema watakuwa mashahidi wa wengine, watakuwa mashahidi kwa wenzao. Yani ina maana watatoka hapa watapeleka hayo matumaini. Yani hata kama ikifika mahali watoto wengine wakasema haya ndo maisha, wale waliolelewa katika misingi ya kiujaji watatoka sasa. Unajua watu wengi tunaondoka, tunaenda Ija wapi, lakini tukirudi ni kama hatukuenda. Familia iwe sehemu ya kwanza, kitivo cha maujaji kianzie wapi? Kwenye familia. Wakitoka sasa wakaambukize kwa wengine. Ndicho kinachosemwa katika mtaguso. Anasema katika hiyo 961-62 anasema tufanye mazungumzo rafiki, tuwalee vizuri ili wakafanyike mashahidi kwa wenzao. Kwa hiyo tunapozungumza kwamba familia ina mzigo katika jubilei ya 2025, tunamaanisha kwamba isipobeba wajibu, yani ukisema usubirie huku nje ndo matumaini yaonekane, kwa kweli huku kwanza hata kukupa matumaini utakutana naye, lakini ukiyapata nyumbani utaambukiza kwa wengine. Baba akitiwa faraja, akitiwa moyo, atapeleka tumaini kwa wengine, atapeleka ule mwamko wa Kikristo kwa wengine. Mama naye hali kadhalika, akienda kwenye vikoba atasambaza. Unajua tumefika mahali tunapoenda kanisani ni tumekuwa kama kanuni hivi. Maujaji 2025 2025, jubilei 2025, maujaji wa matumaini, kwenye mlango imeisha. Kila mtu anaendelea na maisha yake. Hakuna, yani ukimwangalia kila mahali ni shida, ni changamoto, hakuna matumaini. Hakuna mtu ambaye anaona sasa hapa ninaona furaha juu ya jinsi ambavyo nimeweza. Sasa mkiangalia katika lengo lingine la hii familia ni pamoja na kufanya nini? Na kufanyika baraka. Kufanyika baraka hapo baadaye. Wazazi wanapopata bahati ya mtoto, katika Zaburi ya 127 aya 3 na 5 wanapata kuandaa weapon, mishale yao baadaye. Anasema ni kama unajaza podo katika ni kile kibebeo cha mishale, unapomlelea mtoto katika hali ya matumaini, kumuonyesha kwamba anatakiwa amfuate Mungu. Maana tumaini letu ni kwa Bwana. Si unajua kuna ule wimbo, tumaini letu ni kwa Bwana. Watu wanachukulia kama wa marehemu. Mimi kwangu ni nguvu. Na ndio nataka niseme kwamba ni wimbo ambao unaimbwa sana kwenye siku za majonzi. Kwa maana na uwezo wa mimi. Kwa hiyo matumaini haya yatapatikana kwa jinsi ambavyo mtoto amelishwa
uungu pale nyumbani kwa kupitia wale wazazi. Kwa hiyo atakuwa faida kwa wengine, atakuwa faida. Yani mimi naona kila familia ningesimama katika zamu yake ikafanya vizuri, tukapata familia kila moja imesimama, watu wa nyumbani kwake wamejaa matumaini, tungeonjesha kwa wengine. Waliovunjika moyo wangetiwa moyo tena. Tumesema kwanza ni kuondoa upweke, tukasema pia ni kusaidiana, ionekane hali ya kusaidiana. Usiposaidiwa nyumbani huwezi kuwasaidia wengine. Kwa sababu hata katika hali ya kawaida kama mtoto hajafundishwa kutoa, kufanya nini, kuanzia kwenye vitu vidogo vidogo, mpe mwenzako, kula na mwenzako, hawezi kuwasaidia wengine, hawezi kupeleka matumaini. Lakini tunaona kitu kingine hapa sasa, ndoa pia katika familia, tukiangalia ndoa ni kupokea watoto kama zawadi katika Mwanzo 1:28. Sasa badala kupokea zawadi tumekuwa kama tunapokea laana, na wengine wanaua kabisa, yani na kwenye ultrasound wa kike, mimi sikumtaka wa kike, ondoa. Kwa hiyo yani tunaondoa ile hali ya matumaini. Watoto hawaoni katika matumbo ya mama yao, sio salama tena. Hakuna tumaini kwenye matumbo ya uzazi. Yani mtoto anaingia akikaa huku anasukumwa tu na nini ili aweze kutoka tu asiwepo, lakini Mungu anasema akawabarikia, akawaambia zaeni mkaongezeke. Lakini kusema katika Wakorinto wa kwanza sura 7 aya ya kwanza na ya pili, utaona anasema pia katika ndoa ni kuzuia pia uasherati. Kila mtu awe na mume wake mwenyewe na mke wake mwenyewe. Ikifanyika kwenye familia na kila mtu akatoka nyumbani kwake akajua nimemwacha mke wangu, nitamrudia mke wangu, haya barabarani hayatakuwepo, kutakuwa na amani, na watu wakituangalia kama si waujaji wa matumaini watasema napenda kuwa kama huyu mama. Tukifika hapo tutakuwa tumeshapeleka matumaini. Napenda akaenda akamwangalia baba ambaye ametoka kwenye familia fulani, mwenendo wake, tabia yake, misimamo yake, upendo alionao kwa wengine, nataka kuwa kama huyu baba. Kwa hiyo tutakuwa tayari tumeanza kusambaza yale matumaini kwa wengine. Tukikosa hali ya usaidizi, tukakosa hali ya kuondolewa upweke, tukakosa hali ya kuthamini baraka Mungu anazotupatia, tukakosa hali ya kuthamini miili yetu kwa kuondoa hiyo hali ya uasherati, moja kwa moja tutapeleka hiyo dhambi kwa wengine, tutapeleka hiyo machungu kwa wengine. Hawawezi kuonja matumaini. Ukiangalia katika mtaguso pia wa pili wa Vatikano namba 953, kwenye namba 953 unaweza ukaona jinsi ambavyo familia inaalikwa na kanisa kusali pamoja. Watu wanaosali pamoja wanaongea na Mungu, kunakuwa na faraja, kwa sababu katika sala kuna kufarijiwa tena. Katika kusali ni kuongea na Mungu. Tunapoongea na Mungu tunajazwa matumaini. Kwa hiyo familia lazima iwe na kanisa dogo la nyumbani, mahali pa kusali kama familia, pawe na ile tulisema mwanzoni ecclesia domestica. Watu wakifika nyumbani, kila anayefika anaona anasikia amani. Hata ametoka kijijini amekuja kwenye familia yetu, anaona familia ya kimungu, au sigeli akija hapa niko salama. Kwa hiyo tunaona ukisoma katika hii hati ya mtaguso wa pili wa Vatikano namba 953 kwenye hati ya utume wa lei, tunaalikwa ili familia iweze kuwa madhubuti lazima kusali pamoja katika familia. Inatuambia lazima kupendana, inatuambia lazima kuheshimiana, inatuambia lazima kuchukuliana, lakini inatuelekeza kuvumiliana, kujaliana na kusameana na kuhifadhiana. Ukienda kusoma katika hiyo hati utaona yote haya niliyoyataja yanaelezwa kwa mapana. Tuna familia ambazo wao kwa wao hawapendani. Ndugu na ndugu hawasalimiani. Utategemea kumsalimia mwenzake kazini? Ana tabia ya utategemea amhurumie mwenzake? Kwa hiyo yani ya matumaini yanatakiwa kwa kweli yaanzie nyumbani. Unaona kuheshimiana. Familia nyingi haziheshimiani, hazijaliani, hazichukuliani, hazivumiliani. Unajua tunapozaliwa tunakuwa na changamoto mbalimbali, kwamba hatufanani katika namna moja au nyingine, lakini zile tofauti zetu tusaidiane, tuvumiliane, tusogezane katika hali ya furaha na faraja. Tunapokuwa katika hali hii ya kusambaza haya matumaini, tujue kwamba pia shetani hafurahi, atakuwa analeta makwazo mbalimbali.
Anapoleta yale makwazo, sisi tunatakiwa tuwe kama wajanja hivi, tupingane na vile vikwazo. Tunawezaje kupingana na vikwazo? Kwa neno la Mungu. Kwa neno la Mungu. Tusipoweza kujaa neno la Mungu, hata mtu akitukosea hatuwezi kusameana. Kwa hiyo familia zinapokosa hali ya kusameana, zinapokosa hali ya kuvumiliana, zinapokosa hali ya kuchukuliana, lazima zitaambukiza kwingine. Hata wale wanaozaliwa kwenye ile familia watajifunza. Ukiangalia watoto wanajifunza kwa namna ya kuona, kusikia, na kama maisha yetu ndivyo yalivyo pale ndani, utaona ni kwa jinsi hiyo hiyo watoto wale watakuwa katika yale. Kwa hiyo lazima katika familia tusaidiane, tuondoe mipango binafsi. Tuna ndoa na familia, kila mtu ana mpango binafsi. Mama ana mpango binafsi, baba ana mpango binafsi. Kukutana hapa katikati kuwa na kitu kikubwa kinachoenda kwa haraka ni ngumu sana. Ni ngumu kwa sababu gani? Kwa sababu kila mtu anatawanya tu, yani tunatawanya nguvu. Yani tusipokuwa na kunia na kunena mamoja, itafika mahali kila mtu atakuwa anakimbia kwa kuchoka. Anachoka kwa sababu gani? Yuko peke yake, wakati maandiko alisema hawezi kuwa peke yake, nitafanyia msaidizi ya nini wa kufanana naye. Tunakosa uwazi, kaka Pasco. Tukikosa uwazi kwenye familia, tunapoteza matumaini. Naomba nikurudishe nyuma kidogo, uligusia swala la familia ama ndoa zisipokuwa na maandalizi mazuri na misingi mizuri, ndipo ambapo kuna ibuka haya masuala ya sasa hivi tunaambiwa kwamba kuna watoto wa mitaani. Chanzo ni familia. Pengine familia hasa kwa wanandoa matendo, nataka kutazama matendo ya huruma pia ni sehemu ya matumaini. Tunaweza kuhusianisha matendo ya huruma kama sehemu ya matumaini kwa hawa ambao tunaitwa watoto wa mitaani kwa wanandoa. Naomba ni nene si ni kinyume, sitaki kukupinga, pengine nikusahishe kidogo. Hatuna mtoto wa mitaani. Hatuna mtoto wa mitaani. Tuna watoto waliozaliwa na baba na mama. Wewe tu umeona mtaani na wengine wachache wamewapa majina watoto wa mitaani. Mitaa haizai. Mitaa haizai. Mitaa haina jinsi. Huyu ni mtoto aliyezaliwa katika baba na mama, na kwa kukosa matumaini ameenda kule. Kwa hiyo ingefika mahali si tu mtu mmoja mmoja, wengi tukiangalia wale watoto, kila mmoja ajisikie mimi ninahusika na wale watoto. Ninahusika kuwapa matumaini. Ninahusika kuwasaidia. Kwa nini? Inawezekana si wewe umesababisha, lakini yupo mtu katikati yetu, ama kwenye familia, dada yangu au ndugu yangu au rafiki au muumini mwenzangu katika Kristo, ujue ni ndugu yangu. Kwa hiyo lazima nijisikie kwamba wale watoto waliopoteza matumaini tunafanyaje, si tu kama kanisa, lakini mtu mmoja mmoja, kuwarejeshea matumaini, kuambia inawezekana. Mimi nimeenda katika shule mbalimbali, nazungumza na watoto katika zile shule. Katika kuzungumza kwenye zile shule, naona tayari wameshavunjika moyo. Wakati likizo inakaribia, nakwambia Agnes, naomba usaidie kuongea na mkuu wa shule nisirudi nyumbani. Wewe umeona tu wale wa barabara, lakini hata hao waliovaa uniform nzuri na tai hawana amani ya kurudi nyumbani wakati wa likizo. Kwa nini? Hapaeleweki. Hakuna matumaini. Kwa hiyo lazima kila mtu ajitahidi. Ndio nilikuwa najaribu kueleza hapa kwamba kukosa uwazi kunapoteza matumaini. Kwa mfano, baba anaweza akasema nimpe mke wangu kitu fulani aweze kufanya azalishe, lakini anapokosa uwazi, anakosa kumwamini, huyu mtu wa kutumainiwa tena kwenye jambo lolote. Yani hatumtumaini tena huyu. Ukisoma katika Mwanzo 2:21 mpaka 25, utaona hawa walitakiwa wawe uchi. Yani mtu anapoana na mwenzake anatakiwa awe uchi. Na uchi katika mambo gani? Uwe uchi katika historia yako, ili kuleta amani pale nyumbani. Kama umewahi kuwa na mtoto, ijulikane kabla Pasco. Sio unaingia kwenye ndoa, baadaye siku ya msiba sana na huyu naye alikuwa kwangu, na yule mwingine kabeba kamgongoni, mwingine kabeba kanakotembea. Yani uwazi unasababisha kuchoka na kupoteza pia matumaini.
wazi katika hali ya uchumi. Kama unaingia katika ndoa na familia, julikane kama unadaiwa vikoba, kama unadaiwa kausha damu. Yaani sasa unaingia, mimi hujawahi kuniambia umecheza vikoba jana, makochi yanaenda. Kwa hiyo tuwe na namna ambavyo tunaweza kuwa uchi kimwili, mwenzako aone na kujua mwili wako, hasa unapokuwa katika mazingira ya nyumbani. Ukisoma hili andiko utaelewa yanayosema. Anasema wote walikuwa wako uchi. Sasa si tumefichana kuanzia rohoni mpaka mwilini. Uchi wa kiroho uweze kusaidiana kwamba mimi na changamoto gani katika kusali, siwezi nini katika kusali, nasikia uzito gani katika kusali. Kuna watu Pasco wanaingia kwenye ndoa, binti alikuwa wawata, amwambii, na kishaingia kule aendelee tena na mambo ya kanisani. Kwa sababu gani? Hakusema mapema. Lakini mimi kama nataka nijulikane kama mimi ni wawata na mimi ni viwawa, mke wangu yule naye wana naye ijulikane na nikaendeleze. Watu wanaficha, kwa hiyo ile inakuja kuleta shida baadaye. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yasipofanywa kazi yanaondoa upendo, yanaondoa furaha, na yanapoondoa haya unakuta tayari tunaingia kwenye changamoto kubwa. Sababu msingi mkubwa wa ndoa na familia kwa kweli ni upendo. Sio upendo tu, upendo wa dhati. Soma katika Wakorintho wa kwanza sura ile ya 13 aya 4 mpaka ya 8, utaona mpaka sifa za upendo. Upendo uvumilia, upendo au usudu, upendo huwa na kiasi, au utafuti mambo yake yenyewe. Tukishindwa kuishi sifa za upendo ambao tunasema kwamba hii ndio CV ya ndoa, CV ya familia, kupendana sisi kwa sisi pale nyumbani, hatuwezi kuwapenda wengine. Hawezi mtu ambaye hamna upendo nyumbani kwao akampenda mke wake atakapomwoa. Hakuna kuvumiliana akamvumilia. Yaani itakuwa vuru na tutapoteza matumaini kwa kila eneo. Asante sana msikilizaji wa Radio Mwangaza FM na mtazamaji wa Mwangaza Digital. Huyo ni dada Agnes ambaye kwa sasa tunazungumzia kuhusiana na ndoa kama chanzo cha mito na maujaji wa matumaini. Tumetazama namna ambavyo matumaini katika ndoa ndivyo ambayo basi yanaepusha mambo mengi sana. Natamani tuyatazame sasa mwanzo ama chanzo cha mito. Kunapokuwa na matumaini katika ndoa, ina msaada gani ama faida gani hasa kwenye miito mbalimbali ambayo tunaishuhudia ndani ya kanisa, ambayo inaanzia kwenye sakramenti takatifu ya ndoa au kwa wanandoa wenyewe? Asante. Tunaposema kwamba ndoa ndo chanzo cha miito, kama nilivyosema pale mwanzo, kila unayemuona anatokana na familia. Mtoto aliyelelewa vizuri katika heshima, kusali pamoja, kumjua Mungu, akiwa sister ni sister mzuri, akiwa daktari ni daktari mzuri, akiwa padre ni padre mwema, akiwa yani vyovyote atakavyokuwa baadaye. Kama ndio maana amesema katika katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1666, mtoto atapata tamko la kwanza la imani. Ukaona katoto una shule yako kachawi, wewe tafuta tu wazazi wake, utakuta kila siku anaenda kwa mganga. Ukiona katoto kale, maana kuna vitoto ukiviangalia hawako organized, yani wanaruka huko, wewe tafuta tu familia yake, utajua kabisa iko shida. Siku moja padre alimuita mama wa mtoto wa komio ya kwanza, akamwambia uje na mzazi. Mtoto haeleweki wa ovyo kama kauni. Mama alipokuja, sketi iko huku juu. Padre alimwambia akasema yule padre alisema tu mnaweza kwenda. Kwa hiyo katika familia iliyolelewa vizuri katika maadili, katika sala, katika kumwamini Mungu, kumtegemea Mungu, akienda kwenye idara yoyote iwe ya kanisa na nje ya kanisa, atatekeleza yale tu aliyolelewa. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Pengine kwa kuhitimisha tu, muda nao si rafiki sana. Tumezungumza mambo mengi sana kama ndoa chanzo cha mito, lakini pia maujaji wa matumaini. Tunazungumza pia na wanandoa, lakini pia tunapozungumzia hii salamu ya sasa hivi ya Jubilei 2025 maujaji wa matumaini, bila shaka inawagusa watu wote wa Kristo, hasa waumini wa Katoliki. Una kipi hasa cha kuambia wanandoa lakini pia na wasio wanandoa? Mimi ningeomba wabatizo wenzangu katika Kristo. Sisi tunamwakilisha Kristo kama watu wa matumaini. Kusoma katika mtaguso wa pili wa Vatikano namba 918, anasema tunavikwa mwili fumbo wa Kristo. Kwa na tafsiri nyingine tunakuwa Kristo mwingine. Kwa hiyo tunapozungumza kwa habari ya 2025 kama maujaji wa matumaini, yaonekane kwenye jumuiya. Waliokata tamaa tuwatie moyo, waliovunjika moyo tuwafariji.
njiani, kila mahali. Yani ningetegemea tangu tumeanza kuambiana mahujaji wa matumaini, tungeona matumaini kwenye ndoa, tungeona matumaini kwenye watoto, tungeona matumaini hata kwenye utoaji wa kanisa. Tungeona sasa tunaenda kujenga, tunaiona tumaini kwa sababu watu wameamua kumwelekea Mungu kupitia mlango wa rehema uliofunguliwa. Isiwe tu hadithi. Kuna wimbo unasema, Bwana unifanye chombo cha amani. Napeleka amani. Bwana unifanye chombo cha... Mimi kama mwaka ni wa matumaini, ilitakiwa yani kama tunavyohamasishana na kuambiana ndani ya kanisa, mahujaji wa matumaini, yale matumaini tutoke nayo sasa yakaonekane. Nitofautike mimi na mtu ambaye haji kanisani, nitofautishwe mimi na mtu ambaye sio Mkristo Mkatoliki. Watu waseme natamani kuwa Mkatoliki, kama ule wimbo unavyosema, najivunia kuwa Mkatoliki. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Mtazamaji na msikilizaji wa Radio Mwangaza FM, lakini pia Mwangaza Digital. Huyo ni dada Agnes kutoka Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, lakini kwa utume ambao anaufanya katika majimbo mbalimbali, leo yupo Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma, hasa katika parokia ya Watakatifu Wote Nzuguni. Tumejadili kuhusiana na ndoa kama chanzo cha mito na mahujaji wa matumaini, hasa tukihusianisha pia na Jubilei Kuu 2025, tukiambiwa kwamba sisi sote ni mahujaji wa matumaini. Hivyo basi umepata nafasi ya kuweza kujifunza na utaendelea kujifunza mambo mengi sana katika vipindi hivi vya ndoa na mahusiano. Nyuma ya kamera yuko Nemes Victor Michael. Nikushukuru sana pia ambaye umepata nafasi ya kuweza kutufuatilia kwenye YouTube channel yetu. Kipindi hiki unakifuatilia huko, lakini pia Radio Mwangaza FM hapa, kipindi cha ndoa na mahusiano kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 2 mpaka saa 3 asubuhi. Mimi ni Pasco Ikuo, nilikuwa naye dada Agnes ambaye tumepata nafasi ya kujifunza mambo mengi sana kuhusiana na mada yetu ya leo. Dada Agnes, nikushukuru sana, lakini nikwambia tu kwamba Jubilei Kuu 2025, mahujaji wa matumaini. Asante sana na uwe na usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea, lakini pia utazamaji mwema wa Mwangaza Digital.